Hivi ndivyo hadithi ya mafanikio huandikwa. Ni msemo ambao napenda sana kuutumia kwa sababu kila ninachokipitia katika maisha yangu naamini ni hadithi ya mafanikio yangu ambayo nakwenda kuiandika. Naitwa Ibrahim Athmani Rajab, jina ambalo nilipewa na wazazi wangu, lakini mitaa ya sanaa ikanipachika majina mengi, ila jina ambalo limekuwa mpaka sasa ni Kodi Brandi. Umeelewa? Dibwe. Umeelewa vizuri? Dibwe. Usije ukasahau chochote kile. Uwe makini na huko unapokwenda. Na hizi salamu uzifikishe. Sawa? Dibwe. Fanya hivyo. Leo nahitaji kukupitisha katika ile safari ambayo hadithi ya mafanikio yangu huandikwa kila kukicha. Ilianza vipi na ilikuwaje? Niko hapa kuweza kukwambia kitu ambacho hujawahi kukisikia kunihusu mimi sehemu yoyote ile. 2014 ndio mwaka ambao mimi nimeianza sanaa katika mji ambao nimezaliwa, na maanisha mkoa wa Tanga, wilaya ya Muheza, kata ya Songa, kijiji cha Kwa Kibuyu. 2014 katika shule ya Kwa Kibuyu Primary School, nakumbuka ndio siku ambayo kipaji changu cha uigizaji kiliaminiwa zaidi, kwa sababu kulikuwa na mahafali ya darasa la 7 na tuliandaliwa kama watu wa kufanya maigizo. Nilifanya vizuri, na mwaka mmoja baadaye ndio mwaka ambao mimi nilikuwa namaliza darasa la 7. Hivyo miongoni mwa wageni waalikwa alikuwa mwalimu wa sekondari ya Songa ambaye alifahamika kwa jina la Mfaume. Baada ya kuniona na nilifanya vizuri tena kwenye maigizo, akaniambia ukija kule sekondari utakuwa na uwanda mpana wa kuendeleza kipaji chako. Kikweli nilikuwa na shauku sana kufika sekondari, kwa sababu niliamini ndio sema hapo kutakuwa na mkusanyiko wa watu wengi na hata sanaa yangu itakuwa kwa ukubwa zaidi. Na kweli mwaka uliofuata nikaenda form 1. Kijini kwetu alikuja brother mmoja anaitwa Ibrahim wa Kibindu. Yeye alikuwa anatokea Kabuku. Alikuja pale kwa lengo la kushuti filamu yake na hakuwa na wasanii. Akawa ameweza kuunda kundi, wakawa wanafanya mazoezi, lakini wanakijiji wakamwambia kuna kijana anaitwa Ibra anasoma sekondari, ungempata unaye pia angeongeza kitu. Kwa nikatafutwa, nikaenda pale, nikanafanya sanaa. Lakini nilienda na sanaa yangu mimi, ile ya kishule shule na nini. Lakini yule brother, nashukuru Mungu, aliona kitu. Akasema wewe ni wa jina wangu, akaanza kunitania, unatakiwa uigize hivi. Kwa akaanza kunifundisha. Kiukweli nilikuwa naona utofauti, lakini pia nikaona mbona hii simple sana, tofauti na mimi nilikuwa naigiza natumia sana nguvu na vitu kama hivyo. Basi nikakaa kwenye mfumo vizuri, nikaa nasoma na zingatia masomo. Kwa nakumbuka tulikuwa tunafanya mazoezi kwenye uwanja wa mpira kuanzia saa 12 hivi mpaka saa 2. Kwa basi kwa tunafanya mazoezi, nikaanza kuiva. Kumbuka 2017 ndio mwaka wangu wa kwanza nafanya filamu. Filamu ya kwanza ilikuwa inaitwa Roho Mbaya ya huyo jamaa anaitwa Ibrahim wa Kibindu. Nilikuwa na scene 8 katika ile filamu. Ilikuwa ni zile part 1 na part 2. Kipindi hicho soko lilikuwa bado ni la CD. Nakumbuka niko scene yangu ya 4, mama yangu alikuja kunitoa mbele ya kamera. Akaniambia kwamba sihitaji uigize. Kiukweli iliniuma mno, ukizingatia ndo filamu yangu ya kwanza na kipindi hicho akili inawaza sanaa tu. Nijisikia vibaya sana, lakini lengo la mama halikuwa baya kwa kipindi kile. Lengo lake aliamini kwamba sanaa ni uhuni. Kwa hiyo mimi nikiingia kwenye sanaa nitakuwa na uwanda mdogo sana wa kusoma, na yeye anataka mimi nisome sana. Lakini hakujua kwamba mimi sanaa nilikuwa naifanya, lakini masomo nilikuwa nazingatia. Kwa kutokana na ile hamu kufanya sanaa na mama kanikataza, kikweli sikuwa sawa, na niliapa kwamba nitafeli shule ili mradi nifanye sanaa. Mama alihisi kama ni hasira tu za mtoto. Nakumbuka nilikuwa naanza kufeli, nilifeli mno sana. Hadi siku moja madamu wangu anaitwa Sara, madamu wangu wa Kiswahili, aliniita. Akaniambia changamoto ni nini, mbona unafeli? Sio yule Ibra ambaye tulikuwa tunamfahamu mwanzo. Nikamwambia changamoto, mama yangu hataki nifanye sanaa. Mimi sanaa ndio kila kitu kwangu. Naiona sanaa kama ni mkombozi wangu. Madamu alinielewa kwa sababu hata pale shule alikuwa anaona nafanya vizuri, lakini pia nilikuwa ni mwenyekiti wa sanaa licha ya udogo wangu.
Kwa hiyo akaniambia nimpe namba za mama, nikampa namba za mama, akampigia simu mama, akazungumza naye. Mama alipokea tu ile kukubali kishingo upande, lakini aliamini kwamba nitafeli. Sababu sanaa kuna mambo mengi sana. Basi nakumbuka ilikuwa mwezi wa 7 kipindi cha likizo. Mama alitoka Chalinze akaja Songa kwa Kibuyu. Kwa hiyo pale nyumbani kwa mjomba wetu ambaye sasa hivi ni marehemu, Mwenyezi Mungu amrehemu, anaitwa Jongo, ndio tulikuwa tunaenda kukusanyikana pale tunaangalia TV. Kwa mama baada ya kufika tu alishangaa watu wote wanamwangalia. Hakujua kitu gani ambacho kiweza kutokea katika ile miezi miwili. Kumbe filamu ilitoka na sisi tuliziuza zile filamu kwenye CD kupitia yani kata nzima ile ya Songa, ukizungumzia Batini, Magunga, Potwe, yani Mkurumilo, Kilongo, Kiva, Mhamba, yani tuichafua Bwitini kote huko Hale kote tulienda tukauza zile CD. Kwa hiyo jina lilikuwa linatamba kipindi hicho ni Kingazi. Babu nilikuwa mdogo lakini ilionyesha uwezo mkubwa kwa wao jinsi walivyokuwa wanasema. Lakini mimi bado nilikuwa naona nilifanya vidogo, babu nilikuwa ndo siku yangu ya kwanza, pressure na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilikuwa kile nikipita sehemu Kingazi. Kwa alipofika kuna watu wananicheki hivi sana. Nakumbuka mke wa mjomba wangu aitwa Mama Mahadia akamwambia kaa hapo nikuwekee movie ya mwanao. Mama akasema mnanipotezea muda bwana, lakini akakaa akaekewa ile movie. Kapita sini ya kwanza, sini ya pili, sini ya tatu, sini ya 4. Mama anamaliza kuangalia ile movie, chozi linamtoka. Nakumbuka alifungua wanaita bundo kwenye kanga zile, akatoa shilingi 3000. Ndio ilikuwa hiyo kwenye kanga yake. Kaambia mwanangu, chukua fanya sana. Huko machozi yanamtoka kwa furaha jinsi alikuwa nayo. Kikweli ilinipa moyo sana na nikaamini kwamba katika huu ulimwengu wa dunia hakuna changamoto ambayo itanikatisha ndoto kirahisi. Zipo ambazo zitasababisha mimi nikatishe tamaa katika filamu, ila si kirahisi. Kama mzazi wangu niliweza kumconvince mpaka akapenda ninachokifanya na akanibariki, basi changamoto nyingine naamini natakiwa kuzishinda pia. Basi ikawa ndo mwaka wangu wa kwanza kuweza kufanya sanaa. Ila sikubahatika kufanya sanaa nyingine hapa katikati, nikawa nafanya tu viklipu vya simu, vya YouTube na vitu kama hivyo mpaka nikamaliza form 4. Kumbuka kipindi namaliza form 4 siku ambayo nilichukua vyeti vingi kushinda mwanafunzi yoyote tangu ile shule ile kuanzishwa. Kama vyeti 5 hadi 6 hivi. Si nizamu, si ufaulu bora, si mwenyekiti wa FEMA, vitu vingi sana. Na ni mtoto yani ni mwanafunzi ambaye nilienda niko na watu wachache. Unajua kwenye sherehe mtu anaweza kaenda na mzazi wake na vitu kama hivyo. Mimi nilienda niko na mama yangu, kaka yangu na mdogo wangu wa kike basi. Kwanza nilisikia unyonge kwa sababu nilifeel nimuone baba yangu. Lakini kwa bahati mbaya shaweza kufariki tangu mwaka 2007. Kwa hiyo nilifeel ni siku ambayo sisahau. Ni siku ya furaha, lakini siku ambayo nililia mno. Yaani mpaka albamu nzima hakuna picha ambayo mimi nimecheka. Mpaka sherehe inaanza mpaka inaisha. Yaani nikikumbuka nikifeel wenzangu wanafurahi na baba zao na nini, nilikuwa nalia sana. Nakumbuka baada ya vile vyeti walimu wakasema mama atakiwa umpe mwanao zawadi. Huyu ni mwanafunzi ambaye amefanya vizuri sana. Nakumbuka alinipakata, tukapiga picha. Lakini nazidi kukaa hapa nilikuwa nalia. Mwalimu wangu mkuu wa shule anaitwa Vuli akanambia usilie. Akamuuliza mama huyu analia nini? Akamwambia huyu analia kwa sababu anatamani babake angekuepo hapa. Basi yule mwalimu akasema mimi nitakuwa baba yako. Iliniumiza mara mbili kwa sababu kipindi nasoma form 4 hapo tulikuwa tunatakiwa tukae kambi. Ilikuwa tunatakiwa kila mwanafunzi alipie shilingi 50,000 kwa mwezi. Ilikuwa ni miezi 5. Mimi nilishindwa kulipa ile ada. Kwa mwalimu hivyo niuliza sababu mimi kutoka kambi, nikamwambia mimi mzazi wangu hana uwezo wa kulipia hiyo 2,500. Yule mwalimu kutokana niliweza kujielezea vizuri, basi alisema mimi nitakulipia ada. Wewe chukua godoro lako na vindo vyako viwili njoo. Kwa hiyo kipindi nasoma kwenye ile wiki, marafiki zangu walinipa jina la Best Loser. Yaani kwenye timu tunasema Best Loser ni ile timu ambayo haipewi nafasi. Iliniuma ile jina babu kwenye dawati langu, madaftari kwa andiko hivyo Best Loser. Kwa hiyo siku ile ambapo kuniambia kwamba mimi ni baba yako, iliniumiza tena kwa mara ya pili kwamba huyu mtu ambaye anaweza kunisaidia niitwa Best Loser leo katoa jukumu jingine. Nikapiga moyo konde. Lakini pia nililia kwa sababu vile vyeti nilikuwa ninavichukua ilikuwa kama deni ambalo
niliamini familia yangu ilikuwa ni ngumu kuweza kuitekeleza. Babu kila mzazi alitamani mimi ningekuwa mwanae siku ile. Lakini pia waliwishi kwamba vile vyeti vinakwenda kwa watu ambao wanakwenda kusoma. Kipato cha nyumbani kilithibitisha kabisa mimi siwezi kwenda kusoma kwa elimu ya juu. Unaona kama vile mzigo nitakanavyo tu nyumbani na vitu kama hivyo. Nililia sana in short. Tuiache hiyo. Basi nakumbuka katika ile mahafali kuna mzee mmoja anaitwa Rojorojo, namfahamu kwa jina hilo. Anakaa pale Magunga kama sikosei. Magunga Kiva kitu kama hicho. Magunga, yes. Akanambia, "Unapenda sana sanaa. Mimi nitakupeleka Tasuba, Bagamoyo." Ni furaha kwa sababu ndio chuo ambacho kimetoa mastaa wengi, wakina Kanumba, kina nani wote wapitia huko. Basi nakumbuka tukatoka pale tukaenda Tasuba. Kaangalia pale nikasoma nako pia ada ikawa changamoto.